Hali gani mtazamaji wa Asam Online TV, matumaini yangu ni mzima wa afya. Kama umeamka na afya njema, basi ni jambo la kumshukuru Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tuseme alhamdulillah. Leo ripoti za Asam Online TV tupo Mwerapongo, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, ambapo tumepata kusikia changamoto ya kijana Juma mwenye umri wa miaka 21, ambapo changamoto hii chanzo chake ni ajali. Na tumesikia kwamba kijana Juma amepata kuparalyze kwa viungo vyake. Lakini pia tutaenda kumsikia mkewe Juma, nini analipi la kuzungumza na majirani ambao wameyazunguka siku ya leo, na tutaenda kujua nini chanzo cha ajali hii. Hizi ni ripoti za Asam Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar. Lakini mtazamaji wa Asam Online TV, ni kusihi tu usiondoke, na pia usisahau kusubscribe, kucomment na kushare na kulike ili wa kwanza kupata video zetu. Nilipata ajali, niliumia, nilistroke. Nilipata ajali nikaumia mgongo. Kwa hiyo nimestroke kuanzia kiunoni mpaka chini, kusiwezi lolote. Hivi sasa unafika ni mwaka ni huu. Kwa hiyo nakuombeni jamani msaada wenu kama viongozi wangu wa serikali. Rais wa Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, na viongozi wote wa serikali na jamii nzima, kwa kila mwenye uwezo na kila mwenye imani. Mimi ni kijana, bado ni mdogo sana na nina familia. Napitia changamoto kubwa sana mpaka sasa hivi. Kwa hiyo nakuombeni kama viongozi wangu, na namshukuru pia mke wangu mpaka sasa upo na mie, na pia nashukuru kaka zangu kwa kunisupport mpaka sasa hivi nipo pamoja nao. Nashukuru sana, alhamdulillah, na wananipa imani nzuri sana. Nategemea imani kubwa itakuja zaidi ya hii. Chanzo cha ajali, niligongwa. Hospitali nilipoenda mwanzo nimetizamwa, nimepimwa vizuri, nikaambiwa sijaumia. Wakati hapo nilipopata ajali, hali hairidhishi. Pale tukatoka, tukarudi kituoni, tukashtaki. Tukaambiwa tunende hospitali nyingine, tukaenda Mwerapongo. Mwerapongo tumeenda, tukalazwa. Asubuhi yake nikaenda nikapimwa, nikaambiwa kuna tatizo, nikapelekwa Lumumba. Lumumba nikapigwa vipimo vyote, likaonekana tatizo kubwa ni uti wa mgongo, nikapelekwa Mnazi Mmoja. Mnazi Mmoja nao wamenicheki, wakanilaza kama wiki mbili. Mimi nilikuwepo garage. Nilitoka garage nilienda mjini kuchukua vifaa. Kwa hiyo kwenda mjini kuchukua vifaa, kufika Masingini ndio ilipotokea ajali. Ajali gari no Havox. Namba sijazikariri kichwani. Mwenye gari pale alisimama, lakini baada pale kusimama mimi lakini sijamuona. Hospitali alikuja vizuri tu, gari yake ilikuwa kituoni Mwera mahakamani. Baada kuja kule hospitali akana support vizuri. Baada kutoka gari yake tu mahakamani, kaacha kuja hospitali, kahanishughulikia tena. Mwezi wa tarehe 24 mwezi wa 7 ndio siku alopata mume wangu ajali. Siku ambayo nilipigiwa simu mume wangu kapata ajali, sikuamini kwa kweli, kwa sababu aliniaga mimi anaenda zake garage. By the way, alipokuepo huko alitoka mwenyewe kwenda kuchukua vifaa vya garage mjini. Kabla hajafika kwenye huko kuchukua vifaa, alipata ajali. Asaidia, akatulaza, akatushughulikia, akanambia kubwa tu ananipa moyo, vuta subra, mume atatoka sawa. Namshughulikia mpaka apoe sawa, navuta subra, wananipa moyo. Mwerapongo alhamdulillah wamenipokea vizuri. Yaani sasa hivi kwamba nikienda ni kama dada zangu, ndugu zangu, kaka zangu, baba zangu, babu zangu, wote wananipokea kwa tabasamu. Kwa kweli nawashukuru sana. Nimeshughulikiwa vidonda, amepasuliwa, anajazwa nyama, anashonwa. Hichi kinapoa, kinatengenezwa chingine, sababu alifanya mashimo. Kinatengenezwa chingine. Mpaka sasa hivi tumetoka. Tukaruhusiwa siku hiyo, tukatoka. Baada ya kutoka sasa hivi niko nyumbani. Ni mwezi mmoja sasa niko nyumbani. Lakini hali ya mume wangu kwa kweli hairidhishi, kwa sababu mle alimoshonwa, mle ndimo mnamopasuka tena sasa hivi. Anaoza, mnafanya weusi, nikimsafisha mwenyewe. Kwa sababu kila siku 3 tunarudi hospitali, kwa siwezi kumwacha kwa siku nisimsafishe. Namsafisha, vipande vya nyama vinatoka vile ambavyo vinaoza.
vinafanya weusi. Nikaona nikimrudisha tena hospitali tutalazwa. Dr. Dikla atajitahidi tena kabla uwezo wake. Lakini huenda pengine tatizo ni ule uti wa mgongo ulomfanya kustroke huku ni sasa na mtu alokufa, kwa sababu mtu akifa anaoza. Kwa hiyo nikajua labda ni uti wa mgongo haujatibiwa. Nikimpeleka tena hospitali tutalazwa, atashughulikiwa vidonda. Kwa hiyo tatizo litakuwa lipo pale pale. Ndio maana nikaamua kuingia TikTok sasa niombe msaada. Naomba mnisaidie viongozi wangu, serikali yangu, binadamu, watu binafsi, madokta wakubwa ambao nawajua, ngosiwajui, na kuombeni mnisaidie kwa hili. Naomba msaada wenu sana sana. Mume wangu hali yake sio nzuri kwa sasa hivi. Ni mbaya kwa kweli. Kwa naomba mnisaidie. Na isitoshe ni kama hivyo, mimi ni mwanamke. Naweza nikasema ni jasiri kwa sababu napambana peke yangu, namlisha mume wangu peke yangu, naenda zangu kujenga, mimi kazi yangu kujenga. Na nimejiwekea hivyo kwa sababu nimeenda kujenga asubuhi saa 2 natoka, naenda zangu kujenga narudi saa 2 kutokana na usafiri usiku. Naweza nikafika hata saa 4 hapa, mume wangu ananisubiri nirudi. Hali kwa kweli, hali ananisubiri nirudi tule wote. Kwa sababu tumeshajikubalisha tupo pamoja, lake langu. Kwa hiyo naomba mnisaidie kwa hili. Naomba sana mnisaidie mume wangu. Mzangu kwa wanaonisema vibaya. Wanaonisema vibaya, mimi ni mwanamke. Narudia tena pale pale, nakula na shiba, alhamdulillah. Lakini hakuna kitu kizuri kama kujipa imani kwamba ipo siku mume wangu atapoa. Mnanisema vibaya kwamba mimi natoka katika utafutaji wangu, mnanifikiria naenda kutafuta wanaume. Katika kupambana kwangu, nyie hamuoni kwa sababu sio ambaye naishi na nyie. Ila nyinyi wazani, watu ambao waovu wabaya, hamjajielewa. Laiti ingelikuwa mnaelewa nini nafanya, basi msenge subutu kunikalia kitako, mkaanza kunisema vibaya. Kubwa mimi nawaambia, endeleeni kunisema, endeleeni kuzusha haya na haya. Mimi niko na Juma na simuachi, na nitapambana kwa uwezo wa Mungu, sio kwa hili lolote lililokuwa. Inshallah Mungu atanisaidia. Na kubwa na kuombeni, kama nimewakosea, naomba mnisamehe. Na siwezi kusema kwa ubaya, sitaki kwa sababu roho inaniuma. Niacheni hii changamoto ambayo ninayo, Mungu alonijalia inshallah na itapita. Msinizidishie changamoto nyingine. Sio vizuri. Mimi nimekaa na nyie kwa uzuri, sijakaa na ubaya. Nashangaa maneno haya na haya, kwa kweli sijapenda. Roho yangu imeniuma sana sana kwa sababu hata salamu mume wangu pia zinamfikia, alafu yule ni mgonjwa. Zikimfikia inakuja akili nyingine. Mpaka wengine wanampigia simu huyo ambao ni rafiki yake sana, nakuja nampa support rafiki yake sana sana. Alhamdulillah. Hasani, popote ulipo nakupa shukrani yako. Unampa sana kampani sana, mwezi unampa, anakuja hospitali anambeba. Sasa zeni yule ambaye tukenda zetu labda mjini vile kununua pampers, sometimes na kwa sipandi gari, nachukua boda tunaenda ili wai turudi tusikae. Basi wananambia ushatoka naye ghetto huyo, ushatoka naye hivi, ushatoka, yani isitoshe maneno machafu sana wanamwambia. Lakini nampa moyo mume wangu, nikirudi naambia ukisikiliza maneno ya watu baba hatufiki popote, na isitoshe na wewe ni mgonjwa. Usiatie akilini, ukiatia akilini maradhi mengine yanakuja. Mimi kama mkeo nimeamua kupambana, kukubaliana na wewe. Kwa hiyo nakuomba na wewe mume wangu jikubalishe na mimi. Na mimi pia nistahimilie. Lolote nalokuja na kuomba unistahimilie. Wapo marafiki wanokuja ambao wanajielewa. Kama kina Coding, Juma Kipemba, Hilali. Yani wapo wengine majina hata siwajui, soshi wanajielewa. Wanajua nini mwezi wao shida imemkuta. Wanakuja, alhamdulillah, nawapa shukrani. Na kakaangu mkubwa Juedi pia namshukuru, alhamdulillah, ananisaidia. Nikiwa na njaa nampigia simu. Kwa sababu kuna baadhi ya siku na kwa sendi kazini. Nakaa wiki sijaenda kazini, kwa hiyo nakuwa nampigia simu, ananisaidia alichonacho. Alhamdulillah, namshukuru nakula. Na kikubwa zaidi chengine kwamba kuhusu familia. Watu wananipigia simu, wananipa changamoto kubwa kwamba ananiuliza kuhusu familia ya Juma. Mimi siwezi kukaa nikamwambia jinsi familia ya Juma ilivyo, kwa sababu kama familia ingelikuwa ina msimamo na mimi ni mwanamke ambao nimeolewa, basi nisingesubutu
kutafuta labda msaada TikTok, hamna. Wala tusingefikia huku mume wangu alipofika. Kwa hiyo nawaomba jamani, mnaponipigia simu msinipe changamoto ya kuhusu familia. Nipo mimi kama mimi mkewe, nimeamua kumsaidia mume wangu. Asanteni kwa hilo. Na mtazamaji wa Asam Online TV, nadhani umepata kushuhudia mwanzo hadi mwisho wa mkasa huu, ambapo kijana Juma ameeleza dhamira yake ya kweli kuhusiana na ugonjwa wake aliokuwa nao, na pia tumepata kumsikia mkewe ambaye ameeleza mingi kuhusiana na changamoto ya mumewe. Hizi ni ripoti za Asam Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar. Lakini mtazamaji wa Asam Online TV, kama tumemsikia katika maongezi yake, Juma ameomba sana wabunge na wawakilishi na viongozi waweze kumsaidia ili apate kurejea katika hali yake ya kawaida.